Kiongozi wa kabila la Wamatumbi hapa anaeleza umuhimu wa sherehe hii kwa kabila hili la Wamatumbi. Kwa majina naitwa Omari Shukuru Mbonde, kiongozi wa mila na tamaduni ya kabila Kimatumbi wilaya Kilwa. Kwa wenzetu wale Wangoni wanatambulika kuwa chifu. Sisi Wamatumbi naitwa Mkulungwa. Kwamba maana yangu ni kutaka kuelekea, nimefika hapa kwenye tamasha kwa maana ya kutaka kueleza makabila mengine na watu wanashiriki watakaoangalia muvu hii kwamba sherehe hii ni sherehe ya Wamatumbi ambayo hufanywa kipindi ambacho watoto wa kike ama watoto wa kiume wanapofikia umri wa kuweza kupata suna, kwamba huwa hualikwa upande zote mbili, upande wa kiumeni na kikeni, hufika pale na kupanga maandalizi ya sherehe hii. Siku ya kilele hufikia hatua ya kuweza kukutana wajomba wa kiumeni na kikeni na majirani wote kuja kushiriki kwenye ngoma hii. Na maana ya ngoma hii tuseme hapa imechanganyika ngoma ya wakiume, watoto wa kiume na watoto wa kike, kwamba ngoma ya watoto wa kike huwa wanaitwa mangaliba wa kike kuja kuwafunda wale wali wa watoto wa kike. Wanakaa polini siku 3 kwa maana ya kuwafundisha adabu, kwamba miko na taratibu za mila za Kimatumbi. Huwa huambiwa wana, ukienda mbilini mwanamume ukamheshimu, kwamba siku anakuja rafiki yako usiku anabisha hodi, muangalie usije ukaikita wakati mwingine huyu alikuwa ni rafiki yako ambaye atakufundisha tabia mbaya. Basi atakapomfahamu kwamba yule ni ndugu wa upande wa kiumeni kwake kwa mwanamume aliyemwoa, basi umpokea na kumkaribisha, kumsalimia. Mafunzo yanatoka kule. Vile vile mbilini kumheshimu mume, kwamba mume anapotoka anakuja pale, anatoka safari au anatoka kazini, umpokea na kumkaribisha ndani na kumsalimia, kwamba ukienda kuolewa mumeo anaporudi kazini au kwenye shughuli zozote za kilimo, umpokee vifaa vile na umsalimia habari za kushinda, habari za kazini, kisha anamwandaa maji kwenda kuoga, anamrudisha pale ukumbini, anampa chakula na kula. Mafunzo haya yanapatikana na wale wa mangaliba watoto wa kike, kuambia wale watoto wa kike ili watakapokuwa wamerudi wakiolewa wafanye hivyo. Kwa upande wa watoto wa kiume nao vile vile wanapopewa suna, kwamba wakishapewa suna polini wanakaa, zamani pale wanakaa miezi 3, miezi 2, naona hiyo, kwamba nao fundishwa kwamba nyinyi watoto wa kiume, kwamba mtakapoenda nyumbani lazima muheshimu wakubwa, muheshimu wadogo, muheshimu wakwe zenu, majirani zenu. Na uambiwa kwamba wakati ule walikuwa nasema kwamba kindindi na nkurugo, yani maana yake usikanyage unyayo wa mkubwa. Ukikanyaga unyayo mkubwa utakuwa wewe umekosa adabu. Maana yake angalia sana unapokuwa na wazee, maneno ambayo unazungumza nayo uhakikishe kuwa yana maadili na yanaleta mafunzo yatakayoweza kueleza wengine. Unaona, na kuwaelekeza kwamba wewe mtoto wa kiume utakaporudi nyumbani, mama amepika chakula kile kitakachowekwa pale jikoni ndio chakula chako wewe. Chakula kitakachowekwa chumbani mvunguni mwa kitanda, hicho sio chako, cha baba yako. Utakapokuwa umekiuka ukaacha chakula kile cha jikoni ukaenda kuchukua chakula cha chumbani mvunguni, wewe utaonekana umekiuka, utakuwa huna adabu. Kwa maana hiyo wafundishwa maadili hayo, na sasa wanapofundishwa wanaporudi ndio uadhimisha sasa sherehe kama hii. Wanaalikwa ndugu wa upande wa kiumeni na kikeni, wanakuja. Utakuta hapa wajomba wapo hapa, wakwe zao wapo hapa, kama hivi unavyoona kina Mandai wapo hapa. Hawa ni mababu waliozaa mtoto wa kike mpaka akazaliwa huyu binti ambaye leo anachezwa. Kwa hiyo ngoma hii maana yake ni sherehe ya kuwatoa watoto ambao wamechezwa. Naona hiyo, wao watoto wa kike wamefundwa na mangaliba wa kike, watoto wa kiume wamefundwa na mangaliba wa kiume, ndio usherekea. Maana yake ni hitimisho, kusema sasa imekwisha. Lakini wanapoitwa wale ndugu wa kikeni na kiumeni, kuna taratibu zake zinafanywa. Leo yamekuja mzee Mandai hapa, toka jana alipofika, pana vitu anatakiwa andaliwe. Bwana mzee, umekuja kwa maana ya mjomba, kuku wako huyu, chakula chako hiki, naona kinaandaliwa, anakula, na yeye anaandaa wanaukoo waliyekuja ambao wamemfuata Mandai, huwa uchanga fedha na kumfupa yule mtoto wao, kwamba na sisi tunakuunga mkono, tunamfupa, kwamba tunamfupa mjukuu wetu au mkwa wetu, ili na yeye akanunue nguo.
ananunuliwa nguo na hela anapewa. Kwa hiyo ndio maana ya sherehe hii. Wito wangu kwa vijana, naomba tuendeleze kuidumisha hii mila, kwa sababu tutakapoanza kuiacha hii mila, kutokuitekeleza, maana yake ni kuwapoteza, kuwaweka kwenye maadili yasiyostahili. Ili maadili ya kimatumbi na ya kiafya yaweze kuendelea, ni kuhakikisha kwamba kizazi cha leo na kesho kudumisha na kukitumia. Na nani ambao wanatakiwa kutoa mafunzo hayo? Ni sisi wazee, kuambia watoto wetu kwamba ukifanya hiki ni vibaya. Ili uweze kwenda vizuri, lazima uhakikishe utakapooa binti mwanamkeo ukazaa, hakikisha wakwe zako pamoja na upande wa kiumeni unakaa nao pamoja na kuandaa shughuli ya kuweza kuwapa ukubwa. Kwa hiyo tuendeleze mila ili tuweze kuwa na maadili mema.